Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Julai 2 siku ya Alhamisi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zilizopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari kubwa inayosema serikali yamulika tiba asili, yataka utafiti zaidi. Serikali yamulika tiba asili, yataka utafiti zaidi. Lakini mwalimu asiyeona alivyoshinda vizingiti ulemavu, ndoa na uzazi. Mwalimu asiyeona alivyoshinda vizingiti ulemavu, ndoa na uzazi. Lakini spika ataja sababu za idadi ndogo upinzani bungeni. Spika ataja sababu za idadi ndogo upinzani bungeni. Lakini kuna habari kubwa inayosema kitendawili kifo cha dereva wa Heche. Kitendawili kifo cha dereva wa Heche, amefariki tarehe sawa na aliyezaliwa. Wananchi wazungumza, polisi kufanya uchunguzi, Chadema wamlilia. Lakini NIDA ya ng'ara yatoa gawio la shilingi bilioni 61. NIDA ya ng'ara yatoa gawio la shilingi bilioni 61. Waziri Katambi yatoa msimamo wanaochochea maandamano. Waziri Katambi yatoa msimamo wanaochochea maandamano. Lakini mnyukano wazidi kushika kasi chama cha Chauma. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Na tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwananchi lenye linaanza na habari inayosema mikoa minne kwenye kilio cha baridi kali. Mikoa minne kwenye kilio cha baridi kali. Na sababu Chauma kumng'oa mwalimu. Sababu Chauma kumng'oa mwalimu. Hashim Rungwe aweka mambo hadharani, afichua matumizi ya fedha. Kupokwa madaraka yake. Kigala abeba mikoba, atoa kauli, wadau wa siasa wafunguka. Lakini mapya sindano ya uzazi wa mpango kwa wanaume. Mapya sindano ya uzazi wa mpango kwa wanaume. Na undani kifo cha dereva wa Heche anavyoliliwa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Lakini bado kuna habari inayosema mpango wa kuboresha Sinza warejeshwa kwa wananchi. Mpango wa kuboresha Sinza warejeshwa kwa wananchi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwanahalisi lenye asubuhi ya leo linaandika wapoteana, siri kusimamishwa, mikutano ya fichuka, wabunge CCM watema moyoni. Lakini mafuta kuumbua vigogo. Mafuta kuumbua vigogo. Na Salum agoma kung'oka. SGR TANESCO lugha gongana. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahalisi kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Zanzibar leo asubuhi ya leo linaanza na habari inayosema Dr. Mwinyi, Zanzibar itaendelea kushirikiana na washirika wa maendeleo. Lakini azungumza na balozi wa Palestine. Na Dr. Samia ataka Tanzania ijitosheleze kwa dawa, vifaa tiba. Na ZSSF kuhakiki wastaafu 16,600. Na kuna umuhimu wa kuangalia gharama za hija. Huyo ni Dr. Harun asema. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Uhuru lenye asubuhi ya leo linaandika maprofesa waibua mitazamo minne, taasisi kichefuchefu. Lakini Rais Samia, uteuzi sio mapumziko. Rais Samia asema uteuzi sio mapumziko. Na Mwigulu apigilia msumari ulinzi wa amani nchini. Lakini NECTA yapunguza muda utoaji vyeti. NECTA yapunguza muda utoaji vyeti. Zungu ahidi bunge kusimamia dira 2050. Na katibu mkuu CCM balozi EU wateta. Lakini Kizungu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele, sasa tuangazie kwenye gazeti lako la Mtanzania leo lenyewe linaanza na habari inayosema Brela yatoa tuzo kwa kutoa gawio bora miaka 7 mfululizo. Lakini halmashauri Iringa yatoa mikopo ya milioni 402 kwa vikundi. Na baraza la famasi la onya matumizi holela
ya dawa, na Muhimbili yafanya upasuaji kwenye hospitali inayotembea 77, na kilimo cha miwa kiwanda chechemua uchumi wa Pangani. Kilimo cha miwa kiwanda chechemua uchumi wa Pangani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa za mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye linaanza na habari inayosema serikali kuanza kutoa vibali ujenzi kwa wamiliki walio tayari mpango wa uendelezaji Sinza. Lakini Mwigulu ahidi serikali itaharakisha utekelezaji miradi ya maendeleo, na Zungu bunge sio dhaifu. Huyu ni spika wa bunge Zungu asema bunge sio dhaifu, asema mijadala iko huru kwa wabunge wa vyama vyote, aeleza namna wapinzani wanavyopewa nafasi sawa licha na uchache wao, lakini aeleza mkakati wa kuelekea historia miaka 100 ya bunge la Jamhuri ya Muungano. Na Rais Samia wataka viongozi kutafsiri vipaumbele, asema dhamana waliopewa ni zaidi ya vyeo, ataka matokeo yanayoonekana kwa wananchi. Lakini katiba na sheria yataka sheria ziandane na dira 2050 na teknolojia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge kwenye kurasa za mbele. Huko gazeti lako la Majira asubuhi ya leo linaandika kukaa kwa muda mrefu bila shughuli ni hatari, lakini kamati mpya ya kuongoza vita dhidi ya ukatili, na CWT yaanza kujisafisha, watuhumiwa watengwa. Lakini Samia viongozi tafsirini vipaumbele kwa vitendo. Huyo ni Dr. Samia Suluhu Hassani asema viongozi tafsirini vipaumbele kwa vitendo. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani. Tunaanza kuliangazia gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika JKT Tanzania yampa pole Pacome, lakini Kagera Sugar mjogolo kuna jambo. Kagera Sugar na majogolo kuna jambo, lakini Karabou amaliza mkataba Simba. Ivory Coast yatolewa kombe la dunia, na hodha Yanga awashukuru mashabiki. Huyo ni Bakari Nondo Mwamnyeto awashukuru mashabiki. Hiyo ni habari kwenye kurasa michezo kwenye gazeti lako la Wamachinga. Lakini gazeti lako la Majira kwa michezo limeandika Yanga wabadili gia angani, paredi la ubingwa, Kamwe aweka wazi hatima ya Pacome, NBC yaahidi kuongeza uwekezaji zaidi katika soka. NBC yaahidi kuongeza uwekezaji zaidi katika soka. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira. Lakini kwenye gazeti lako la Nipashe lenye kwenye michezo linaandika Pacome afanyiwa upasuaji nje wiki 6. Simba ilikosa ubingwa hapa, Mbappe ushindi huu tumempa the champs. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti lenye asubuhi ya leo linaandika zawadi ya Baka Simba, zawadi ya Steve Beka Simba, Okelo Pacome wa oga noti. Okelo Pacome wa oga noti. Lakini mtihani wa penati kombe la dunia, mfungaji bora njiani Kariakoo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.